Wasabato sio Wakristo, kwa sababu tunapofuatilia kwa maandiko namna sabato ilivyo kibiblia, sabato ipo katika Agano la Kale, na swala la sabato ni sheria ambazo Musa anachukua katika mlima Sinai, anapewa na Mungu. Kisoma Kutoka sura ya 20 pale ndipo Musa anapewa sheria juu ya sabato na jinsi ambavyo ataweza kumtumikia Mungu. Na sabato na Wakristo ibada zao ni vitu viwili tofauti, kwa sababu utaratibu wa sabato katika Kumbukumbu la Torati sura ile ya 5 mstari ule wa 15 na 16, neno la Mungu linasema, na utakumbuka kwa wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, na ya kuwa Bwana Mungu wako alikutoa kwa mkono wenye nguvu na mkono ulionyooshwa. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wako alikuamuru ishike sabato. Kusudi kula Mungu kuambia ushike sabato ni kwa sababu hao Waisraeli walikuwa watumwa katika nchi ya Misri. Sabato maana yake ni mapumziko. Katika kule kushika sabato walikuwa wakikumbuka kustareheshwa na Mungu baada ya kutolewa utumwani. Ndio maana nakwambia kwamba msabato sio Mkristo. Mkristo ni mtu ambaye amemwamini Bwana Yesu akatoka katika sheria za kale. Maana tutasoma katika kitabu cha Galatia sura ya 3 mstari ule wa 9 na wa 10, anasema kwamba wale walio imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa na imani, kwa sababu anasema katika mstari wa 10, kwa maana wale walio matendo ya sheria wako chini ya laana. Sheria hii anayozungumza ni Torati ambayo ilikuwa imebeba sabato, ambayo Torati hiyo ndio ilikuwa laana kwa wanadamu. Kwa mtu asiyeweza kukamilisha yote aliyokuwa katika Torati, huyo ndio mtu anakuwa kwenye laana. Lakini kitu ambacho Mungu alikitaka kwa Waisraeli, waishike sheria yote ya sabato. Tunapoangalia kitabu cha Yeremia 31 sura ile 31 na 32, Mungu anasema pamoja na kwamba aliwaokoa Waisraeli katika nchi ya Misri na kuwapa Torati, anasema Torati hiyo waliivunja, pamoja na kwamba Mungu ndiye aliyekuwa pamoja nao na kuwaongoza. Kwa hiyo sasa, msabato hawezi kujiita Mkristo, wala Mkristo hawezi kujiita msabato, kwa sababu ni vipindi viwili tofauti kabisa, na ni sheria ambayo ni sheria